Ujumbe wa leo utasema au utakuwa na kichwa kinachosema zifahamu ahadi tunazohakikishiwa kama tukimfuata Mungu. Zifahamu ahadi tunazohakikishiwa kama tukimfuata Mungu. Katika ujumbe huu au katika kichwa hiki cha habari kuna mambo kadhaa ambayo hapo tumeyaweka katika kichwa cha somo au ule ujumbe wa somo. Kuna kitu kinachoitwa ahadi. Ahadi kama tukimfuata Yesu. Ahadi kama tukimfuata Yesu. Ina maana kuna ahadi ambazo tunaahidiwa au tunahakikishiwa na Yesu mwenyewe kama tukimfuata. Yaani tunapotaka kujua kwamba kuna ahadi gani ambazo zinapatikana kama nikimfuata Yesu. Kwa sababu Yesu tunamfuata kwa yale anayosema, tunamfuata kwa yale ambayo anafundisha, tunamfuata kwa yale ambayo anatuelekeza. Tunamfuata. Sasa kwa nini tumfuate? Kwa nini tumfuate? Kwa sababu kuna ahadi. Kwa hiyo cha muhimu kuelewa kabisa katika ulimwengu huu au katika maisha haya, kusikia ahadi au kuahidiwa ni jambo la muhimu sana kabla hujafanya maamuzi kamili. Kama hujafanya maamuzi kamili ya kumfuata mtu au kufuata wazo au kufuata njia fulani, ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana kusikia ahadi. Yaani kama unataka kumfuata mtu fulani au kufuata njia fulani au kufuata namna fulani, kufuata kabla hujafanya maamuzi kamili, ni muhimu kusikia ahadi ya hiyo njia, kwamba nikipata njia hii ninaahidiwa au ninajua itanipeleka wapi. Kwa sababu ahadi ni kitu ambacho haukioni kwa sasa, lakini unakitazamia. Au ni jambo ambalo ulioni kwa sasa, lakini unalitazamia. Kwa ile kwamba kuna njia, ile kwamba kuna mtu unatakiwa umfuate, moja ya jambo ambalo ni la muhimu sana ambalo unatakiwa tulizingatie ni kwamba ni muhimu kusikia ahadi. Kusikia ahadi ambazo tunazitarajia. Na kwa kuelewa hivyo kwamba ahadi ni kitu cha muhimu, ndio maana hata Yesu alizungumza ahadi ambazo anatuahidia kwa sisi kumfuata. Je, tunazijua ahadi ambazo Yesu alituahidia? Inawezekana tunamfuata Yesu Kristo kwa mapokeo, kwa mazoea, kwamba mimi nimezaliwa kuwa muamini, nimezaliwa kuwa katika dhehebu langu, pengine ni Mkristo. Lakini haujui kwamba hivi kwa nini namfuata Yesu? Kwa nini nasikia habari zake? Kuna kitu gani ambacho, kuna ahadi gani ambayo nina uhakika wa kuipata au ninahakikishiwa kwamba nitaipata? Kwa hiyo ni muhimu mno kusikia ahadi, au kuzijua ahadi. Sio unamfuata tu mtu kwa sababu kuna ahadi gani ambayo unaitarajia kwake. Kuna ahadi gani ambayo unaitarajia? Kwa mfano katika namna ya kawaida, mtu anafanya kazi kwa kuahidiwa kwamba ukifanya kazi, au kwa namna ya makubaliano, kwa namna ya anatarajia kwamba nikifanya kazi hii nitapokea mshahara. Kwa akifanya ile kazi anajua kabisa kwamba ikifika siku fulani nitapokea malipo. Kwa ile kwamba anatarajia, kwa sababu ahadi inaweza ikawa katika maandishi pia, kwamba ni kitu ambacho kimewekwa, kwamba anajua kabisa kwamba anatarajia. Kwa ahadi ni kitu cha muhimu katika maisha haya. Unapofanya jambo, unapomfuata mtu, lazima ujue kwamba hivi ninafanya hivi kwa ahadi ya kitu gani? Kwa ahadi ya kitu. Kwa sababu ahadi anatoa yule ambaye umemfuata, au yule ambaye anazungumzia kwa habari ya hiyo njia, kwamba kama amekwambia njia hii ukiipita ni njia rahisi kweli kweli,
ina maana anakuahidi ni njia rahisi. Njia hii ukipita haina mkwamo. Njia hii ukipita ni njia kwa utakapoifuata, maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo itakupeleka kule ambapo amekuahidia. Kwa hiyo kitu kingine ambacho tunatakiwa tukielewe kwamba kutimizwa kwa ahadi yoyote ambayo tunaiwaza, sababu kuna ahadi ambayo tumepokea ahadi, lakini hiyo ahadi, kutimilizwa kwa hiyo ahadi kunatokana haswa na kutimilizwa kwa masharti na vigezo ambavyo vimetokana na hiyo ahadi. Kwamba unaahidiwa kwamba bana, njia hii ukipita, hii njia hii na kuahidi njia hii rahisi. Ina maana kuna masharti na vigezo ambavyo pia vinaambatana na hiyo ahadi, kwamba masharti na vigezo ambavyo vinaambatana na hiyo ahadi ni kwamba ukipita. Kwa unataka ile ahadi itimilike, ina maana kuna hatua ya kufanya. Kwa hiyo kuna masharti na vigezo, kwamba unategemea ahadi fulani kutimizwa, lazima ujue kwamba hii ahadi kutimilizwa kuna vigezo gani ambavyo nikivifuata, au kuna masharti gani ambayo nikiyafuata ile ahadi ambayo nimeahidiwa itatimilika. Kwa hiyo ahadi nyuma yake kuna masharti na vigezo, lakini pia kuna majira. Kuna ahadi zimefungwa na majira, kwamba anakuahidi kwamba bana, ikifika msimu wa mvua ninakuahidi jambo hili, ikifika mwaka fulani ninakuahidi jambo hili. Kwa hiyo lazima uelewe hiyo ahadi pia, je, imeambatana na kuna vigezo na masharti lazima, lakini kuna majira. Wakati mwingine kuna ahadi nyingine zimeambatana na majira fulani. Lakini pia ili ahadi itimilike, pia lazima uangalie huyo mtu, uwezo wa huyo anayeahidi. Kwa mtu anaweza kuahidi jambo, kamwangalia yeye mwenyewe anachokiahidi na uwezo wake, unaona kwamba huyu hana huo uwezo wa kutimiza hii ahadi. Tunakwambia bana, mimi ukifanya jambo hili nitakupeleka nje ya nchi, nitakugharamia hivi, anakuahidi kwa mdomo. Alafu ukimwangalia yeye mwenyewe hafanani na hiyo ahadi. Kwa hiyo ni muhimu mno unapopokea ahadi umtathmini yule anayekupa ahadi, kwa sababu unaweza ukapokea ahadi hewa. Unajua ahadi, sio kila ahadi inatimia katika ulimwengu huu, hasa ahadi za wanadamu. Mwanadamu kutimiza ahadi sio rahisi kama uwezo wake hauendani na hiyo ahadi. Kwa hiyo uwezo wa huyo mtu anayekuahidi ni moja ya vitu ambavyo vinaashiria kwamba hiyo ahadi itatimizwa ama haitotimizwa. Uwezo wake. Mtu anayekuahidi jambo ambalo huo uwezo hauuoni, huo uwezo hauonekani, usiamini hiyo ahadi kwa urahisi, kwa sababu ahadi inayoahidiwa na mtu au na yeyote, kitu cha kwanza utaona kitu ambacho kitaweza kukupa assurance, kitakupa uhakika wa hiyo ahadi kutimia, ni uwezo wake. Kwa mfano, mtu kama ni daktari, amesomea mambo ya kitabibu, akikwambia jambo fulani hapo, akikuahidi ukifanya hivi itakuwa hivi, kwa jambo la kitabibu, ukiangalia uwezo wake, baba huyu amesoma, mbona amesoma. Kwa hiyo utaamini kile ambacho anakuahidi. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wake unaendana na kile ambacho. Lakini ukuta mtu pengine hajasomea masuala ya kitabibu, anakuambia bana, ukitumia hii hapa, hii itakuponya, pengine ni dawa ya usimwamini kwa uharaka. Kwa hiyo ni muhimu sana kupima uwezo wa yule anayeahidi. Hata kama ni Mungu akiahidi jambo, unatafakari, hivi Mungu ameahidi hili jambo? Unaangalia uweza wake. Na uweza wake nini? Unaangalia hivi, Mungu ameumba dunia, ameumba wanyama, kaumba hivi, anaahidi hiki kile kitamshinda? Sio rahisi. Kwa hiyo anayetoa ahadi lazima atathminiwe kabla ya mtu kukubaliana na hiyo ahadi.
Lakini pia kingine, lazima pia uangalie sifa yake. Sifa ukiachana na sifa ya uwezo, sifa nyingine ambayo ni ya muhimu sana kuiconsider au kuizingatia ni tabia yake, sifa ya ukweli. Ni mtu ambaye ni mkweli, anasimamia kile ambacho amekisema. Kuna mtu unaweza kaona huyu ni muongo alafu anakuahidi. Unajua sasa huyu jamaa ni muongo alafu anakuahidi jambo. Kwa nini ni muongo? Umejua yeye huyu ni muongo. Anakudanganya kwenye kitu kingine tu. Inawezekana pengine anakuahidi, bana, mimi kufanyia jambo hili. Lakini umeona hapo amemdanganya mtu kwenye jambo lingine. Jua huyo, yani lazima uwe makini naye. Kwamba kama amemzingua yule, amemwahidi afu akamzika. Amemwahidi afu akamdanganya, akutimiliza ahadi. Ni kitu gani kinakupa ujasiri kwamba wewe atakutimilizia hiyo ahadi? Kwa hiyo ahadi ni kitu ambacho ni cha muhimu unapochagua njia fulani au unapoamua kumfuata mtu. Kuna ahadi ambazo lazima zitakuwepo. Ahadi ni muhimu. Ahadi, unaahidiwa nini? Unajua hata kwa wale wanaofunga ndoa unasema unaahidi, naahidi nitakulinda, nitakutunza, unatoa zile ahadi. Sio lazima utoe pale mbele, unaweza kumwambia hata pengine, kwa kweli mimi nitafanya ABCD, nitakuwa mwaminifu, nitakupenda. Kwa hiyo unamwahidia upendo, unamwahidia pengine ulinzi, unamwahidia kujitoa. Wakati mwingine watu wanapoenda kuomba kazi, unatoa kwamba naahidi nitakuwa mwaminifu, nitakuwa hivi, nitakuwa hivi. Watu wengine wanakula viapo pengine huko, naahidi nitakuwa hivi, nitakuwa hivi. Ahadi. Kwa hiyo ukimtambua mtu kama ni mkweli ama ni muongo, kwa yale, inawezekana hata kwa yale ambayo unaweza ukayatathmini yale mengine ambayo aliahidi, unajua sasa hii ahadi yake huyu ni ya ukweli. Kwa sababu haiwezekani mtu amemwahidi wa kwanza alafu hajamtimilizia, amemwahidi wa pili hajamtimilizia, amemwahidi wa tatu hajamtimilizia, alafu wewe wa nne anakuahidi alafu na wewe ndo unamwamini. Hapana, lazima uwe makini. Lazima uwe makini na ahadi. Mungu anapotuahidi, sifa ya Mungu kwanza ni muweza wa yote. Anachokisema ni lazima ana uwezo wa kukitimiza, kwa sababu ni muweza wa yote. Ni muweza wa yote. Kuna jambo gani la kumshinda Bwana? Kuna jambo gani la kumshinda Mungu? Atakachokisema au alichokiahidi, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lazima anakitimiliza. Lakini pia Mungu ni kweli, sio mkweli. Mungu ni kweli, yaani atakachokisema neno lake alirudi bure, utimiza mapenzi yake. Kwa Mungu ni kweli, anachokisema lazima kiwe vile ambavyo amekisema. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Wanadamu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ile asili ya dhambi, kumekuwa na uongo katika ulimwengu. Lakini Mungu si mwanadamu. Hesabu 23:19 anasema Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Alikuwa analizungumza ili neno Balaamu, alikuwa amewekewa ili neno na Mungu mwenyewe ndani ya kinywa chake, akimwambia Balaki kwamba Mungu si mtu aseme uongo, kwamba akisema atawabariki amewabariki, akisema atawatunza atawatunza. Kazi yetu ni nini? Kuamini ahadi yake. Kazi yetu ni kuamini ahadi yake, kwa sababu ahadi isiyoaminiwa
au kama kuna ahadi ambayo imezungumzwa alafu usipoiamini, maana yake ni kwamba kuisubiria hiyo ahadi ni ngumu, kwa sababu ahadi ni kitu ambacho kinasubiriwa kije kutimilika kwa wakati wake. Sasa mtu ambaye pengine ana imani juu ya ahadi ile ambayo imezungumzwa, yaani moyo wake haujaamini, maana ni kwamba hawezi kuisubiria, kwa sababu ahadi ni kitu cha kusubiria. Ahadi sio kitu ambacho kinaonekana hapo moja kwa moja. Ahadi ni kitu cha kusubiriwa. Lakini pia kingine ambacho tutakuwa tukielewe kabisa, kwenye kitabu cha Petro 2:3-9 anasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yote apotee, bali watu wote waifikirie toba. Kuna watu wanasema kwamba Yesu alisema atarudi, mpaka leo mbona hajarudi? Yesu aliahidi atakuja, mbona hajaja? Hapa anasema hakawii kuitimiza ahadi yake, kwamba aliahidi atarudi, aliahidi atakuja kulichukua kanisa lake, aliahidi kuja kuwachukua walio wa kwake. Sasa watu wengi wanasema bwana, hiyo ahadi hiyo mbona anakawia yani? Lakini ni kwa majira yake sahihi. Na majira yake sahihi ni wapi? Ni katika kile kipimo ambacho ameona sasa kazi yake imefikia. Mavuno yamekwisha kuwa tayari. Mavuno yamekwisha kustawi. Unajua mkulima hawezi kwenda shambani kulima shamba wakati anaona shamba lake bado kuna mengine hajastawi, mengine bado haja. Kwa anaweza kayaacha kwanza mpaka yote yastawi, alafu anakuja kuvuna. Kwa Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, anakuja kwa majira yake. Usije ukasema kwamba Mungu amechelewa. Mungu hawahi wala achelewi. Itakapofika wakati ambapo wa utimilifu wa majira. Utimilifu wa majira ni pale ambapo kile ambacho anakitazamia kimekaa kwenye state yake. Sio utimilifu wa majira, sio kwamba mwaka fulani au utimilifu wa majira ni pale ambapo kama alikusudia kwamba wafikie watu 5 ndio nije mpaka wafikie 5. Ile kwamba mko 3 mtakaa hata miaka na miaka, mtakaa hata miaka 7. Lakini kama amewatazamia 5 alafu ndani ya kipindi kifupi mmefikia watu 5, hana sababu ya kutokuja. Kwa hiyo Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani. Watu wanadhani kwamba Mungu anakawia, lakini Mungu anavumilia ili kwamba nini? Watu wapate kurejea, wapate kutubu. Lakini pengine pia ambacho cha msisitizo sana katika somo hili ambacho nataka nikiseme siku ya leo ni kwamba kutoa tahadhari kwamba usiahidi kama unajua hutotimiza hiyo ahadi. Unajua waamini sisi kuna namna ambavyo ni rahisi sana kuwepesa sana kuahidi bwana, kuahidi nitakufanyia hivi, na ahidi nitafanya hivi. Usiahidi kama una wasiwasi kwamba hiyo ahadi kuitimiza ni sio kitu cha pesa, au una wasiwasi, usitoe ahadi kama hiyo ahadi uwezo wako wa kuitimiza ni ahadi inaweka kitu kinachoitwa madai. Unapomwahidi mtu, unapoahidi maana yake ni kwamba inaweka madai. Siku umeahidi, labda umeahidi kesho saa fulani nitafika, usipofika maana yake kwamba umeweka deni. Kwa sababu mtu ukishindwa kuitimiza ahadi inakuwa ni deni. Ni sawa sawa na watu, kuna mtu alikuwa anasema masuala ya uchumi, anasema mtu aliyekopa lile sio deni, ule mkopo sio deni, mkopo. Lakini ikashindwa kwamba ule muda ambao atakiwa alipe akashindwa, inageuka inakuwa nini? Inakuwa deni. Kwa hiyo kuna mkopo na kuna deni. Deni ni ikivuka ule wakati ambapo mtu atakiwa alipe. Kwa kama unajua sasa mimi hili kitu ni ngumu kukitekeleza, au una wasiwasi, unasikia ndani uzito, usitoe ahadi. Kwa sababu ahadi
huweka madai. Na hata sisi tunapoenda mbele za Mungu, tunapozungumza ahadi zake, ni kama tunazidai, tunadai haki, kwa sababu unajua inapowekwa ahadi, ukienda mbele zake ukamkumbusha ahadi yake, maana yake ni kwamba nini? Maana yake ni kwamba unaweka madai, unaweka madai. Sasa kama alisema, kama aliahidi, maana yake ni kwamba ni sharti atimilize. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23:21 walikuwa wanaelezwa wana wa Israeli katika Torati, wakaambiwa kwamba utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa ni dhambi kwako. Nadhiri ni nini? Nadhiri ni nini? Nadhiri ni neno ambalo umejifunga. Ni neno ambalo umejifunga kwamba nitafanya hiki ikiwa utafanya hivi. Unaweka nadhiri. Au nitafanya hivi siku zote za maisha yangu kwa sababu ya kukuadhimisha wewe. Unaweka nadhiri. Sasa ukiweka nadhiri kwa Bwana wako, anasema usiwe mlegevu katika kuiondoa. Lakini katika Agano Jipya, moja ya kitu ambacho tumesisitizwa sana ni kutokuwa wepesi sana kujifunga kwa maneno. Kutokuwa wepesi sana kujifunga kwa maneno. Kwenye kitabu cha Mathayo 5:33 alikuwa anawaambia Yesu, anasema kama mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiape uongo. Unajua kuna wakati mwingine watu wanaahidi kwa viapo. Anatoa ahadi, lakini hiyo ahadi anaitoa kwa viapo. Sasa Yesu anasema kwamba mmeambiwa msiape uongo. Lakini mimi nawaambia usiape kabisa. Usiape kabisa. Hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu. Asema wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake. Wala kwa Yerusalemu, maana ndiyo mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele hata mmoja kuwa mweupe au mweusi. Sema basi maneno yenu yawe ndiyo, sio. Kwa kuwa yazidio zaidi ya hayo yatokana na yule mwovu. Yaani tusiape. Tusiwe pesi kuapa, kwa sababu unajua kiapo pia ni kitu ambacho kinatolewa kwa unaahidi kwamba Mungu ni shahidi, nitafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yaani iko hivi. Yaani haina haja ya kuapa. Wewe kama unajua sasa ndani mwako utafanya hivi, fanya tu. Sio lazima uape. Kuna vitu vingine sio lazima uahidi. Vitu vingine unafanya tu. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho nataka nikiseme pia, Mungu katika maagano ameachilia ahadi, ametoa ahadi katika maagano, kwamba agano la kale, lakini katika agano hili jipya kuna ahadi zimetamkwa. Kwa hiyo unapomkumbusha ahadi, analikumbuka agano lake, analikumbuka agano alilofanya. Kwa hiyo Mungu anapokumbuka agano lake, ambalo hiyo ahadi ambayo unaenda nayo kwake, au hiyo ahadi ambayo unahitaja imezungumzwa, Mungu anatenda kwa sababu ya jina lake, anafanya kwa sababu ya jina. Unajua iko hivi, mtu mwenye uwezo au mtu ambaye anaweza kufanya jambo fulani, asipofanya jambo lile, unajua inaharibu sifa yake, kwamba jamaa mieyusho kweli. Yaani anaweza kufanya vile afu jamaa hata hajafanya. Yaani jamaa kumbe yashaanza kuwa mwongo.
kumbe jamani mjanja mjanja. Yule ambaye hawezi kufanya akiahidi alafu asipofanya ataambiwa hayo jamaa, yani jamaa anaahidi mambo yanayomzidi uwezo wake. Lakini yule ambaye anaahidi kitu ambacho anakiweza na asifanye, anajishushia sifa. Sikia, huyu jamaa ashakuwa Mungu, kwamba kamwahidi jamaa atafanya afu kumbe hajamfanyia, kumbe alikuwa anamdanganya. Unapata sifa ya uongo. Sasa Mungu si mwongo, Mungu ni kweli. Kwa hiyo anaposikia ahadi yake inatajwa kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya jina lake, anatenda kwa ajili ya jina lake. Lakini pia kingine ambacho tunatakiwa tuelewe hapa, nazungumza tu kwa dondoo za ujumla, kwa general au kwa jumla, kwamba ahadi, unapopokea ahadi, unapopewa ahadi, unaposikia ahadi, inamtaka yule ambaye anaipokea ile ahadi au anaambiwa ile ahadi, au yule ambaye anaahidiwa, inamtaka atembee kwa imani au aipokee hiyo ahadi kwa imani. Yaani una imani, ni ngumu kuifuata ahadi. Kwamba nikikuahidi bana, na kuahidi siku fulani au katika kipindi fulani nitatekeleza jambo hili, au na kuahidi ukipita njia hii utafanikiwa katika jambo fulani. Sasa kitu ambacho cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho ili ile ahadi iweze kutimilia, ni lazima uwe na imani. Ukiahidiwa jambo alafu imani yako juu ya kile ambacho umeahidiwa ikawa ni haipo, kwamba umeahidiwa jambo alafu hilo jambo uliloahidiwa hauliamini, maana yake ni kwamba hautokuwa na utayari wa kuingoja ahadi hiyo, hautokuwa na utayari wa kuingoja hiyo ahadi ipate kutimia. Kwa hiyo ahadi inategemea imani ya mtu ili kuja kuleta matokeo, na imani hiyo ndio inampa mtu uvumilivu. Unajua, ukiwa umeahidiwa jambo alafu unaamini kwamba hii ahadi itafanikiwa, maana yake kwamba nini? Ile imani yako ndio itakupa kuweza kuchukulia, kusubiria, kungojea ahadi. Lakini ukiwa tu uamini, huwezi kungojea. Mtu akwambia hebu subiria hapa, nikija nitakuletea jambo fulani. Kama umwamini, huwezi kusubiria. Kwa ahadi inategemea sana imani, inategemea sana imani. Na katika hili nataka sasa tukae hapa kidogo. Tunaona kwamba sisi au Ibrahim alipewa ahadi ya kuwa na mtoto. Alipewa ahadi ya kuwa na mtoto. Sasa kwa sababu hakukuwa kuna kitu kinachoitwa subira ya wakati, hakukuwa na subira ya wakati kwa mke wake Sara. Kilichofanyika ni kwamba wakawaza njia nyingine ya kupata mtoto. Ikajikuta kwamba wametumia akili zao katika kupata mtoto, kinyume na vile ambavyo Mungu aliahidi. Na kwa hiyo ile kwamba umeahidiwa alafu ikatokea mmoja wenu hapo akapoteza imani, kwamba jamani, mmeahidiwa nyie, mko watatu, mko wanne, mko watano, bana tunaahidiwa bana, na waahidi jambo hili, alafu ikatokea hapo katikati hapo mmoja wenu akapoteza imani, mnaweza mkajikuta yule mmoja ameachilia njia nyingine. Ndio kilichotokea kwa Sara. Sara alisubiria, akaona hii umri ushaenda,
akaamua kutafuta njia nyingine. Kwa hiyo ahadi inategemea imani ili ipate kutimiwa. Na Ibrahim aliahidiwa mtoto, alafu yule mtoto ambaye alikuja kwa njia ya ahadi alizaliwa katika umri wa uzee. Alimzaa Isaka akiwa na miaka 100. Lakini hapo katikati, baada ya ile ahadi kuchelewa, wakaona wakatumia njia nyingine ya kupata mtoto ambaye alikuwa anaitwa Ishmael. Lakini Mungu ahadi yake ilikuwa pale pale bado, kwamba mimi ahadi yangu nitawapa mwana. Najua katika maisha haya kuna vitu ambavyo tunaweza tukavisikia kama ahadi. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukavisikia vimeahidiwa katika maisha yetu, alafu tunafika point tunaona kwamba mbona kama inachelewa hivi, mbona kama imechelewa hii ahadi, mbona kama kile ambacho niliahidiwa mwanzoni sikioni. Unatumia njia yako, unatumia akili zako, unatumia njia aidha ya kushauriwa, kwa sababu aliyekushauri pengine akwambia na kaa hapa hapa, kaa hapa hapa, kaa hapo hapo mpaka nitakapoitimiliza ahadi. Alafu wewe unakaa, umekaa mwaka wa kwanza, umekaa mwaka wa pili, mwaka wa tatu unajongea kuisha. Unasikia mtu anakwambia bana, wewe unatakiwa ukifanya jambo hili hapo, au ukienda sehemu fulani kule ndio upakopoa zaidi. Unakuta nini? Unaama kile ambacho ulikisikia ndani mwanzoni, ile ahadi ambayo ulisikia ndani mwanzoni, unaikata, unaachana nayo. Kwa hiyo wengi wametoka nje ya ahadi za Mungu ambazo Mungu alizungumza nao wazi, alizungumza nao binafsi, sababu kuna ahadi ambazo Mungu alituahidia kama waamini, kama kanisa, lakini kuna ahadi ambazo Mungu anaweza kukusemesha kwa habari ya hatima ya kusudi lako. Unasikia ndani kwamba unatakiwa ufanye jambo hili, unatakiwa ufanye kitu hiki, unatakiwa ukae mahali fulani, alafu inafika katikati unapata akili nyingine ya nje, alafu ile akili nyingine ya nje inakufanya utoke nje ya kile ambacho ulisikia ndani Mungu akikuahidi kwa habari ya hilo eneo. Neno la Mungu linasema leo, neno la Mungu linazungumza sasa kwamba Mungu alichokiahidi atakitekeleza. Ni lazima atakitekeleza. Kama Abraham katika miaka 100 ndio alipata mtoto ambaye aliahidiwa. Mungu ni mwaminifu. Kitabu cha Wagalatia 3:13 kuanzia mstari wa 13 na kuendelea, ni mstari mingi kidogo. Anasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuongeza neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazawa kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Lisemao ni hili: agano lilothibitishwa kwanza na Mungu, Torati iliyotokea miaka 430 baadaye
hailitangui, sema hata kuibatilisha ile ahadi. Kwa maana urithi ukiwa ni kwa sheria auwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia kwa njia ya ahadi. Hapo alikuwa anazungumzia kwa habari ya Ibrahim. Ibrahim aliahidiwa, kuna ahadi ambayo ilitolewa kwa Ibrahim. Alipewa ahadi kwa habari ya kupitia mzao wako mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Alafu pia alipewa ahadi ya mtoto. Alipewa ahadi ya mtoto. Ahadi ya mtoto ambayo alipewa ilikuwa ni Isaka, kwa maana kwamba mtoto atakayetoka katika viuno vyako. Alipewa ahadi ya kupata mtoto ambaye ilikuwa ni Isaka, kwa sababu Sara mke wake, Biblia inasema kwamba alikuwa amefungwa tumbo lake, alikuwa ni tasa. Sasa Mungu alimwahidia kwamba Sara atapata mtoto. Lakini pia alimwambia katika zile ahadi ambazo alikuwa anamwambia, katika uzao wako mataifa ina maana kwamba katika ile bloodline, ule uzao, kwamba wajukuu wa vitukuu katika moja kati ya uzao wako kuna umzao wa uko ndani yake, ambaye kupitia huyo mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Na ukisoma maandiko haya alikuwa anazungumziwa ni Yesu. Kwa ahadi ambayo alipewa Ibrahim, alipewa ahadi miaka mingi sana, lakini ile ahadi ilikuja kutimilizwa baada ya miaka mingi mno. Maana kutoka Abrahamu mpaka Yesu ni miaka mingi sana, kwamba kupitia Yesu Kristo mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. Sasa watu wengine wanafikiri kwamba kupitia mzao wako mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa, wanafikiri kupitia taifa la Israeli, lakini alikuwa anazungumzia kupitia Yesu Kristo, sababu Yesu ni mzao wa Ibrahim, kwamba ukiangalia katika kitabu cha ukoo wa Yesu kule mwanzo anaanza Ibrahimu alimzaa Isaka. Ina maana ni babu wa mababu wa mababu wa mababu wa mababu. Kwa hiyo Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo ndio mataifa ya ulimwengu kubarikiwa. Na baraka ambayo inazungumziwa hapa tutakuja kuiangalia kwa kina ni baraka gani. Lakini alikuwa anazungumza hapa kwamba alikuwa anazungumzia kwa habari ya ahadi za Ibrahim. Mstari wa 16 sema, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Ina maana Yesu Kristo ndio ahadi ambayo iliahidiwa kwamba kupitia Yesu Kristo mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Na kitu kingine ambacho lazima tukielewe kwamba ahadi, kama nilivyosema mwanzoni, ni kitu ambacho unatakiwa uenendacho kwa imani. Yaani ikitolewa ahadi ili itimie inahitaji imani, inahitaji uenende nayo kwa imani. Una imani kwa ahadi iliyozungumzwa, haiwezi kutimia, kwa sababu ahadi ni kitu ambacho kinatokea kwa mtu kuamini na kuweza kuingojea, sababu huwezi ukangojea kama uamini. Ile kwamba unangojea ahadi, maana yake ni kwamba unatembea kwa imani, unatembea kwa imani. Sasa kuna kitu ambacho nataka tukiseme kidogo leo. Nafikiri sifikiri kwamba naweza tukimaliza leo, lakini nataka nizungumze kuhusiana na ahadi za kimaagano. Tunajua kuna agano la kale, lile ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli, aliingia na wana wa Israeli kwa mkono wa Musa. Kwa mkono wa Musa Mungu aliingia agano na nyumba ya Israeli au na wana wa Israeli walipotolewa Misri kwa mkono wa Musa. Alafu kuna baada ya hapo akafanya agano lingine jipya, sema akaingia agano na nyumba ya Israeli na Yuda, ambalo hilo agano lilivunja mipaka, kwamba kila ambaye ataamini ndani ya hilo agano atatembea kwa imani.
atamwamini yule mfanya hilo agano, naye pia atakuwa ni sehemu ya. Kwa hiyo wokovu ulianza kwa Wayahudi, ulianza pale Israeli. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba injili ilianza kuhubiriwa kwanza kwa Wayahudi, ilianza kuhubiriwa kwa Wayahudi. Kwa hiyo injili ilipohubiriwa pale, ndio wakaokoka sasa, wakina Yohana, wakina Petro, wakina Yakobo. Kwa hiyo wao ndo walianza kuipokea injili. Kwa hiyo tunapoiangalia Israeli, tuangalie tu ni kwamba wao walianza kupokea injili. Injili ilianza kuhubiriwa kwao, japokuwa wengi waliikataa, lakini kuna ambao waliikubali. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wengi, na hata ukiangalia pale Yerusalemu, kuna wakati injili ilihubiriwa wakaokoka watu 3,000. Kwa hiyo injili ilianzia katika Israeli, ilianzia katika kuhubiriwa katika Israeli. Sasa ile kwamba kuikataa kwa sababu pengine ya mitazamo ya kidini, nikasababisha pia watu wakatawanyika kwenda kuhubiri katika mataifa mengine. Kwa hiyo agano ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli, alafu wao wengine hawakulipokea, ikasababisha wale ambao walianza kuhubiri bado wakasogea kwa wengine, kwa sababu hilo lilikuwa halijaweka mpaka, lilikuwa halijaweka kwamba ni la hawa tu. Yaani aliingia kwa maana kwamba alianza nao kwa sababu ndio walikozaliwa, alafu kwa sababu pia lilikuwa limekusudiwa ulimwengu mzima. Kuanzia pale sasa ndio injili ikaenea ulimwenguni kote. Kwa hiyo kuna ahadi za kimaagano. Agano la kale lilikuwa linazungumza ahadi. Kulikuwa kuna ahadi ambayo inatolewa kwa kila ambaye ataitimiza sheria yote. Sababu agano la kale lilikuwa na sheria, ilikuwa inaitwa sheria ya Torati. Sheria ilikuwa inaitwa sheria ya Torati katika agano la kale. Sasa lile agano lilikuwa limeahidi kwamba yoyote ambaye atatimiliza yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ikatoa ahadi. Sasa changamoto ambayo iliyopo ni kwamba hakuna ambaye aliyeweza kutimiza sheria yote ya Torati isipokuwa Yesu pekee. Yesu aliitimiliza Torati yote, aliishi Torati, akaitimiliza Torati yote. Kwa hiyo katika Torati ni mmoja tu ambaye alikuwa na haki mbele za Mungu, alikuwa na haki ya kwenda mbele za Mungu, na ndio huyo. Kwa hiyo haki ya kuweza kwenda mbele za Mungu, akawenda mbele za Mungu kwa ajili ya toba, akaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutuombea rehema, akaweza kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutuombea rehema. Kwa sababu iko hivi, iliwekwa masharti kwamba mtu yeyote ambaye atatimiza sheria yote atakuwa na haki ya kuja mbele zangu. Sasa huyo anayekuja mbele zangu anakuja mbele zangu kwa ajili gani? Yesu alitimiza sheria yote, alafu akapata access, akapata haki ya kupaingia patakatifu, akaenda mbele zake kwa ajili ya rehema, kuomba rehema, kuomba neema, kuomba msamaha kwa ajili ya wengine, na alipaingia kwa damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo katika agano la kale kuna ahadi. Haki katika agano inapatikana kwa sheria. Haki katika agano ilikuwa inapatikana kwa sheria. Katika agano la kale ilikuwa inapatikana kwa kuitimiza sheria ya Torati. Lakini katika haki katika Kristo Yesu, haki katika Kristo Yesu inapatikana kwa njia ya imani
kwamba kuamini kile ambacho Yesu Kristo anakiahidi. Kwa hiyo tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya, Agano Jipya kuna ahadi ambazo Yesu Kristo anatuahidi, tutakuja kuziona, lakini ahadi hizi zinahitaji nini? Zinahitaji imani, kwamba kutembea kwa kumwamini Yesu, kila alichokifanya Yesu. Lakini katika agano lile kule la mwanzo ambalo liliwekwa kwa nyumba ya Israeli, kuna haki ambayo iliahidiwa ya kupaingia patakatifu kwa Mungu, lakini hiyo haki ilikuwa inahitajika uitimilize sheria yote. Sasa hakuweza kupatikana mtu mwenye haki isipokuwa Yesu Kristo. Lakini katika agano hili haki mbele za Mungu tunaipata kwa sababu ya kila ambacho ametuahidia Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa njia ya kuamini ahadi yake, kwamba tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa sababu tumesamewa dhambi, tumepokea msamaha wa dhambi, tumepokea ondoleo la dhambi. Kwa hiyo unapoamini hiyo ahadi kwamba kwa njia ya imani tunapokea ondoleo la dhambi, maana yake ni kwamba ukiingia mbele zake unaingia kwa ujasiri. Lakini si hivyo tu, kwamba inakufanya uweze kufanya nini? Uweze kupokea ile ahadi ambayo Mungu ametuahidi, kwamba kwa njia ya Kristo tunasikilizwa. Kwa njia ya Kristo tunasikilizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimezungumza maneno haya tuone kwamba katika maagano haya mawili kuna ahadi ambazo zimezungumzwa. Sasa ahadi ambazo zimezungumzwa katika Agano la Kale na ahadi ambazo zimezungumzwa katika Agano Jipya, huwezi kuipata ahadi ambayo imeahidiwa katika Agano Jipya kupitia agano lile la kale, kwa sababu Agano la Kale ahadi ya kukubalika mbele za Mungu, yaani ahadi ya kupaingia patakatifu mbele za Mungu, ilikuwa ni kuitimiza sheria yote. Sasa hakuna aliyeweza kuitimiza sheria yote isipokuwa Kristo Yesu. Na sasa hivi watu wanajitahidi sana kuiishi Torati, kuitimiliza Torati. Yaani hakuna anaweza kuitimiliza Torati nzima, kwa sababu Torati ni sheria ambayo iliweka sharti la kwamba lazima atakayefuata sheria hii atimilize yote. Kwamba kama kuna sheria 100 ukatimiza 99, ukaacha sheria moja, tayari wewe una haki, kwa sababu lazima uwe umetimiza sheria yote. Kwa hiyo lazima mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuitimiza sheria yote ili apate haki mbele za Mungu, na ndio Yesu aliitimiza sheria yote akapata haki mbele za Mungu. Lakini katika Yesu Kristo ahadi za Mungu tunazipokea kwa kumwamini Yesu Kristo, kwamba ahadi sio kwa njia ya kutimiza sheria tena zile ambazo za Torati, ila ni kumwamini yeye anachokisema, kumwamini yeye. Na kumwamini ni nini? Ni kuwa na uhakika wa kile alichokisema, hata kama ukiona. Kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa ile kwamba nina uhakika kwamba hiki kilichokisemwa, kwa sababu aliyesema ana uwezo, ana sifa hizi, ni mwana Mungu, ametoka mbinguni, alifufuka. Kwa hiyo kinachokupa imani ni nini? Kwa sababu unamuelewa yule aliyosema. Sababu imani, kama umjui yule aliyesema ni ana uwezo gani, yule aliyesema ana sifa gani, yule aliyesema ametoka wapi, ni ngumu sana kumwamini. Kwa hiyo tunamwamini Yesu Kristo kwa sababu ni mwana wa Mungu, lakini pia alishinda dhambi, lakini pia aliweza kuitimiliza Torati nzima, aliweza kuiishi Torati nzima. Kwa katika yeye hakukuonekana ila ya namna yoyote. Kwa nina uhakika wa kumwamini yeye. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliyaweza yote. Unajua iko hivi, mtu asikwambie kile ambacho yeye mwenyewe amekishindwa, anakuelekeza ukifanye. Yaani kwa mfano mimi ukiona kuna kitu fulani sikifanyi, alafu nakuelekeza wewe ukifanye, hebu achana na mimi kwanza. Unabidi
wachana naye kwanza, kwa sababu hauwezi ukaniambia bana unatakiwa uwe unafanya hivi alafu wewe ukifanya ufuate. Maana yake ni kwamba nini? Mimi nitakuwa ni muongo. Kwa hiyo hata unapomwambia mtu, hakikisha kile ambacho unamwambia ni kile ambacho unaweza kukifanya. Sasa Yesu anastahili kuaminiwa. Kwa nini? Kwa sababu kile anachokisema amekwisha kuvuka. Unajua hata mwalimu ana uhalali wa kufundisha. Kwa nini? Kwa sababu yeye anayokufundisha amesha ya graduate. Yeye alishasoma akapata marks zile ambazo zinahitajika kuitwa mwalimu. Kwa hiyo anachokufundisha anastahili kufundisha. Kwa nini? Kwa sababu alipita kwenye mitihani yote akaweza kufaulu. Kwa hiyo anastahili kufundisha wewe ambaye bado hujapita, ili na wewe upite. Kwa hiyo Yesu Kristo ahadi ambazo ameziahidi tunazipokea kwa kumwamini yeye. Kwa kumwamini yeye kwanza. Yaani lazima msingi wa kuweza kuzisubiria ahadi ni kwanza umwamini yeye. Umwamini yeye kwamba ni nini? Kwa kile alichokifanya, lakini kwa asili yake. Kwa nje ya kumwamini Yesu Kristo, nje ya kumwamini Yesu Kristo kuwa ni nani, ni ngumu sana kuamini au kusubiria ile ahadi ambayo ameahidi. Kwa sababu mtu ambaye anakuahidi kitu ambacho ukimwangalia yeye uwezo wake, ukimwangalia yeye asili yake, hawezi kukupatia, ni ngumu sana. Nilisema pale mwanzoni, ahadi ili ujue kwamba hii ahadi inatimilizika, angalia uwezo wa ule mtu ambaye anazungumza hiyo ahadi. Angalia uwezo wake. Yaani uwezo kale wewe unaniahidi shilingi milioni 1 wakati wewe hujaweza kuishika, ni ngumu. Kwa mtu ambaye unaona sasa uwezo wake huyu amepita hapo, akikuahidi unakubaliana naye. Kwa nini? Kwa sababu ana uwezo. Akikuahidi bana jambo hili litakuwa hivi, ukiangalia uwezo wake unamwamini. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wake. Kwa Yesu tuna uhakika kumwamini kwa sababu tunamjua. Tunaamini ahadi zake kwa sababu tunamjua. Yaani Yesu akizungumza kwa habari ya ulinzi wako, akizungumza kwa habari ya afya yako, akizungumza kwa habari ya mahitaji yako, lakini akikwambia kwa habari ya uzima, tutakuja kuangalia ahadi ambazo Yesu Kristo anatuahidia kwa kina. Sijafikiri kama leo utaweza kumaliza hili jambo, lakini ukimwangalia Yesu kile anachokiahidi, ukimwangalia na kile alichokifanya, ndio kinakupa ujasiri wa kuweza kuingoja ahadi. Kwa sababu ahadi ni kitu cha kungoja, na ile kungoja ndio imani. Kwa sababu unapongojea ahadi, tunasema huyu mtu anaamini. Kwa nini? Kwa sababu anaingoja ahadi. Kwa sababu ahadi ni kitu cha kutarajiwa. Kwa kuna ahadi zimezungumzwa katika Yesu Kristo, lakini hizo ahadi zinahitaji kumwamini ambaye amezizungumza hizo ahadi. Na unamwaminije? Unamwamini kwa sababu unamjua. Kwa kadiri ambavyo unamjua Yesu Kristo nani, ndivyo ambavyo ukizielewa ahadi zake au ukizisikia ahadi zake unaziamini. Kwa nini? Kwa sababu aliyetoa hiyo ahadi unamfahamu. Kwa hiyo tukitaka tuendelee kukaa au kuweza kuzisubiria ahadi za Mungu na kuziamini, ni lazima tuweze kumjua zaidi huyu ambaye anazizungumza hizo ahadi. Hauwezekani leo hii unataka kupokea ahadi za Mungu, lakini huyo Mungu ambaye amekuahidi humjui uwezo wake, hujui alichokifanya, hujui kwa nini alikuahidi hivyo. Unajua ni rahisi kumwamini Mungu au kumwamini Yesu kwa mapokeo, kwamba Yesu anaweza yote. Kwa nini anaweza yote? Unaweza kuuliza na mtoto mdogo, kwa nini anaweza yote? Utaanza kusema tena kimapokeo, kwa sababu ameumba yote. Lakini kuna vitu ambavyo ukivitafakari, ukisikiliza habari zake, ukimsikiliza jinsi anavyosema, ukijua kile alichokifanya, una kila sababu ya kile anachokiahidi kukiamini. Kwa hiyo katika Yesu Kristo kuna ahadi ambazo ametuahidia. Na ahadi ambazo tumeahidiwa katika Yesu Kristo
ni kwa njia ya imani. Lazima kumwamini yeye, sio kuamini ahadi. Unajua kuna namna fahamu kwamba tunaamini tu ahadi. Hautakiwi uamini ahadi, unatakiwa umwamini yule aliyetoa ahadi. Yaani unajua kuna mtu mwingine akwambia mimi one day yes. One day yes vipi? Kuna mtu mwingine akwambia mimi bana nitafanikiwa tu. Utafanikiwa kwa misingi upi? Lakini ukijua atakaye kufanikisha ndio ukisema kwamba kwa kweli mimi nitafanikishwa. Hapo ni sawa. Lakini one day yes, mimi nitafanikiwa tu. Mimi nitakuwa na hiki tu. Lazima yani usiamini ahadi, amini anayekuahidi. Usiamini taarifa, amini mtoa taarifa. Unajua kuna mtu akikwambia taarifa fulani, hiyo taarifa lazima itakuwa ni ya uongo. Kwa nini? Kwa sababu aliyetoa hiyo taarifa ni muongo. Kwa hiyo information au promise, it depends na yule ambaye anaitoa. Kwamba tuna uhakika wa kuamini ahadi ambazo anazungumza Mungu kwa sababu ya sifa za Mungu. Sifa za Mungu ni zipi? Lazima uzijue sifa za Mungu ili uweze kusubiria hiyo ahadi. Kwa sababu ahadi ni kitu cha kungoja. Na unangoja kwa kufanya nini? Kwa imani. Mungu alimwahidi Abraham mtoto. Na huyo mtoto akaja akampata katika umri wa miaka 100. Alimwahidi Abraham uzao ambao kupitia huo mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Alafu uzao umekuja kupatikana miaka 100 kadhaa mbele. Miaka mingi mbele. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba Mungu, tunapomwelewa, tunapomjua Mungu, ni rahisi kuweza kuingoja ahadi ambayo ametuahidia. Inawezekana kuna vitu ambavyo tulikuwa tumeviwaza mwanzoni. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tumevisikia mwanzoni katika namna ya ahadi. Alafu inaweza kafika katikati, unaweza ukaacha kumwamini Mungu. Unaweza ukaacha kumwamini Mungu au ukaamua kuachana na ile ahadi. Ukiachana na ahadi ambayo Mungu amekuahidi, maana yake ni kwamba umemdoubt au umekuwa na mashaka na yule aliyezungumza hiyo ahadi. Yaani kama kuna ahadi imezungumzwa kwako, alafu inafika katikati au ifuati hiyo ahadi. Kama Ibrahim alipewa ahadi ya kuwa na mtoto, lakini wakafika katikati wakaona na wakajadili. Sara akamwambia kwa kweli umri unaenda, sasa hebu fanya hivi. Wakafanya akili nyingine, wakapitia njia nyingine, alafu ndio ikazaa haya tunayoyaona katika ulimwengu wa leo. Nini? Kwa sababu ya kutoweza kusubiria ahadi. Lazima tuwe makini sana kwamba tuelewe Mungu anapozungumza ahadi, lazima tukaze sana katika kujua hiyo ahadi inahitaji mazingira gani ili iweze kufanikiwa. Na nilisema kwamba kila ahadi ina vigezo na masharti. Kila ahadi wakati mwingine imefungwa na majira. Inawezekana vigezo na masharti lazima uwe umekomaa katika kiwango fulani ndio Mungu akupe hiyo exposure ambayo unaitaka. Lazima uwe umekomaa katika uwezo fulani ndio Mungu akupe hiyo exposure unayoitaka, au akupe hiyo fursa unayoitaka. Kwa sababu akikupa fursa hiyo unayoitaka katika kiwango hicho, yani utakwenda kumwaibisha. Sasa wewe unaingojea ahadi badala ya kukaza kwenye kujijenga uwezo wako. Wakati wa kungoja lazima uwe unajua unangoja ahadi, lakini unajua kabisa hii ahadi ambayo nimeahidiwa inataka kitu fulani. Lazima utengeneze discipline ili hiyo ahadi inapotimilika kuweza kuistahimili. Kwa sababu Mungu hawezi akakuruhusu upokee ile ahadi ambayo sio wakati wake. Kwa sababu mwisho wa siku jina lake itatukanwa, kwamba inawezekanaje amumweka mtu fulani pengine hajafikia kile kiwango cha hekima katika hiyo nafasi. Kawekwa katika nafasi fulani kulingana na kiwango chako cha hekima, akija kuwa matured enough unajikuta unafanya mambo ya ajabu, alafu Mungu akikuangalia anajilaumu kwamba kwa nini nimefanya hivi. Kwa sharti la ahadi yoyote ya kimungu lazima kuwe na ukomavu, utimilifu wa mambo fulani. Lazima kuna vitu vitimilike ili kwamba ile ahadi iweze katika miaka kadhaa, hiyo miaka 100 kadhaa ambayo Mungu
alikuwa anasubiria kumleta Yesu Kristo, kuna mazingira alikuwa anayaandaa mpaka aje kwa amlete nini, Yohana Mbatizaji, atengeneze njia, alafu ndo amlete Yesu Kristo kupitia Mariam. Kulikuwa kuna vitu vingi Mungu anavikonsida, lakini pia kuna watu walikuwa wanaomba kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ahadi imeahidiwa sawa, lakini kila ahadi inaweka madai. Kila ahadi kuna mazingira inayataka. Kila ahadi kuna namna fulani inataka. Kwa hiyo tusikaze kwenye kuamini ahadi, tukaze kwenye kumwamini yule aliyeahidi, lakini tukaze kwenye kutamani kujua kwamba hiyo ahadi inahitaji au imefungana na vigezo na masharti gani. Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa lake kama alivyoahidi, lakini kuna vitu ambavyo anavitegemea kwamba atakapokuja kulichukua kanisa lake, mavuno yao yamekwisha kukomaa kama vile ambavyo walitarajia, kwamba shamba limekwisha kumea. Kwa hiyo ukielewa kwamba unataka Yesu Kristo arudi leo, kazi ni kuweza kuhubiri Injili ili kile kiwango ambacho Yesu anakihitaji kwa ajili ya kuja kulichukua kanisa lake, atakapokuja akute kimefika. Haiwezekani Yesu aje kuchukua kanisa lake katika kiwango ambacho bado hakijafikia, hakijatimilizwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nafikiri niishia hapa, lakini neno hili linazungumza na sisi kwamba hebu tuwe na subira ya wakati, tuendelee kumwamini Mungu, tusikaze kwenye kuangalia ahadi, tukaze kwenye kumwamini yule aliyeahidi. Lakini pia lazima tuweze kujifunza, kuweza kukaza katika kujua yatupasao kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Basi nafikiri tutaendelea nalo hili somo wiki ijayo kama Mungu akipenda. Lakini maisha ya imani ni maisha ambayo tunaenda kwa sababu kuna ahadi tunazoahidiwa. Yesu hakuja bure, alikuja lakini kuna vitu aliviahidi, kuna mambo aliahidi. Tutakuja kuangalia wiki ijayo kwamba Yesu aliahidi kitu gani katika agano hili jipya, kuna vitu gani ambavyo tumeahidiwa. Lakini tutakuja kuangalia pia agano la kale ambalo Musa alileta kwa mkono wa Musa, aliingia na nyumba ya Israeli, lilikuwa limebeba ahadi gani hasa? Sababu nilivyosema kwamba kila agano ndani yake kuna ahadi, lakini katika agano la kale kuna ahadi kubwa, kuna ahadi moja kuu. Katika agano jipya kuna ahadi tutazikuja kuziangalia wiki ijayo, lakini usipofuata mtu kwa kile anachokuahidi, unaweza ukawa unafuata tu pasipo kutazamia. Unajua, kujua kile unachoahidiwa ni kitu cha muhimu mno, kwa sababu ndio kinakupa energy na kinakupa uhakika. Mungu ni mwaminifu mno. Bwana Yesu asifiwe. Alichokiahidi katika maisha yetu kitatimia, wala tusiwe na wasiwasi. Inawezekana tunapita katika wakati ambao pengine tunaweza kufikiri kwamba ni wakati mgumu, tunaweza kufikiri kwamba ni wakati ambao pengine una changamoto, lakini neno lake leo linazungumza kwamba tuingoje ahadi ya Bwana. Tuingoje ahadi ya Bwana. Tukaze katika yeye. Tukaze katika kumfahamu yeye. Tukaze katika kumtumaini yeye. Tukaze katika kumtegemea yeye. Tuingoje ahadi ya Bwana. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili ambalo limetusisitiza kwa habari ya ahadi. Mungu, umetuahidia mambo mema, kwa sababu wewe hakuna jambo linalokushinda. Ninakushukuru Bwana kwa sababu neno hili ambalo umesema na sisi leo hakika halitarudi bure, bali litatimiza yale uliyokusudia katika maisha yetu. Mungu, tunakutazama wewe, tunakutegemea wewe, ambaye umetuahidi utatenda kwa wakati wako, utatusogeza kwa wakati wako, ambaye umeahidi utatimiza ahadi yako kwa wakati wako. Mungu, wewe ni Mungu unayeahidi
na kutimiliza. Siye Mungu unayechelewa, siye Mungu unayekawia, ni Mungu unayekuja kwa wakati. Tunakushukuru kwa yale ambayo umetuahidi binafsi kila mmoja katika maisha yetu, katika familia zetu, katika kazi zetu, lakini kwa yale ambayo umetuahidi sisi kama waamini, tukuaminio wewe katika Kristo Yesu. Nakushukuru Bwana kwa sababu ni pendo la namna gani uliotupa, kwamba tumeitwa watoto wako. Umetuahidi watoto wako na hakika utatimiliza. Sifa na utukufu na heshima na kurudishia wewe Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.